tuna taarifa ndogo fupi ambayo nilipenda niitoe kwenu kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu ambaye ametujalia uzima tumeweza kukutana siku ya leo. Lakini kama ambavyo mnakumbuka, nilitoa ahadi kwamba baada ya serikali kuundwa tutakuja tukutane tuweze kuzungumza kwa pamoja. Lakini katika ahadi ambayo niliwapa nilisema kwamba chama kwa sasa kinakwenda kuisimamia serikali. Na watu wengi hawakujua kwamba kwa nini chama kinasimamia serikali. Labda nianze kwa kutoa ufafanuzi mdogo kwamba Chama cha Mapinduzi kimepata ridhaa ya kwenda kuunda serikali baada ya kupigiwa kura na Watanzania na kukipa nafasi ya kuweza kuongoza nchi kwa miaka mitano. Kwa hiyo kama chama tuna wajibu sasa wa kwenda kuhakikisha kwamba serikali yetu imeshaundwa, viongozi wameshateuliwa wakiwemo mawaziri na manaibu waziri, na viongozi wengine wanaendelea na majukumu yao ambao wapo katika nafasi mbalimbali. Hivyo wajibu wetu kama chama baada ya uchaguzi kumalizika, baada ya kuinadi ilani ya uchaguzi ya mwaka 25, 20 na 30, tuna wajibu sasa wa kwenda kuangalia yale yaliyoahidiwa yanafanyika, yale yaliyoahidiwa kwa Watanzania yanatekelezeka. Lakini tunakumbuka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuwa na siku 100, alisema kuna mambo atakwenda kuyafanya ndani ya siku 100 katika uongozi baada ya kula kiapo. Hivyo kuna baadhi ya mambo kadhaa tutakwenda kuyagusia katika hizo siku 100, lakini jambo kubwa ambalo napenda kusema kwenu kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kuapa na kuunda baraza la mawaziri, maana yake serikali ilishaundwa na baada ya waziri mkuu kuweza kupatikana na viongozi hao wameshaanza kutenda kazi au kufanya kazi. Lakini tukumbuke Januari 15, 2026 Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na mabalozi pamoja na wawakilishi wa nchi mbalimbali hapa nchini. Alikuwa na mkutano wa ufunguzi wa mwaka wa mabalozi na wawakilishi wa nchi mbalimbali wanaofanya kazi hapa nchini Tanzania. Hivyo sisi viongozi wa chama moja, tumeridhishwa sana na kufurahishwa na mkutano huo ambao Dr. Samia Suluhu Hassan aliufanya. Tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kitendo chake cha kudumisha uhusiano mwema wa kidiplomasia pamoja na kulinda hadhi ya nchi yetu kimataifa. Lakini pia, ndugu waandishi wa habari, napenda nitumie fursa hii kwamba kuwajulisha Watanzania na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunakwenda kuanza ziara ya kikazi na ziara ya kimkakati nchi nzima. Kama ambavyo nimesema awali, tunakwenda kuangalia yaliyoahidiwa yanatekelezeka, lakini kwenda kukijenga chama chetu kama ulivyo utamaduni wa Chama cha Mapinduzi wa miaka yote, kwenda kukutana na wapenzi, mashabiki na wanachama wetu, lakini kwenda kukutana na Watanzania kusikiliza changamoto zao, kero zao na mambo ambayo wanataka kutuambia sisi kama chama ili tuweze kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Hivyo nitoe taarifa kuanzia tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2026 tutaanza ziara katika mkoa wa Singida. Na mkoa wa Singida tutatembelea wilaya zote. Tutaanza na Manyoni na kuendelea na wilaya nyingine mpaka tutakapohitimisha tarehe 22 kwa awamu ya kwanza. Lakini hii ikiwa ni sehemu ya dhamira thabiti ya Chama cha Mapinduzi kushuka chini, kukutana na wananchi ana kwa ana, kusikiliza na kuzitafutia ufumbuzi kero, lakini kuendelea kulinda misingi ya heshima na mwelekeo wa taifa letu pamoja na ujenzi wa chama chetu. Kama ambavyo mnafahamu, Chama cha Mapinduzi ndio chama kikubwa hapa nchini, lakini chama kikubwa Afrika na chama kikubwa katika vyama vitatu duniani vikubwa vya siasa. Huwezi ukaacha kukitaja Chama cha Mapinduzi. Na nyinyi waandishi wa habari ni wasomi wazuri, mkipitia kwenye record zenu mtaona baada ya CPC ya China tunaingia pale Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunaongoza siasa zetu. Hivyo ziara hii inalenga kuimarisha uimara wa chama
lakini nakwenda kusisitiza kwamba CCM ndio chama cha wananchi, chama kilichobeba dhamana ya kulinda amani, umoja, mshikamano na kuleta maendeleo chanya ya taifa letu. Hivyo, katika ziara hii chama kitafuatilia utekelezaji wa ahadi ya mwenyekiti na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizotoa kipindi cha kampeni, ikiwemo zile siku 100 ambazo nimeeleza hapa. Tunaendelea kuchakata ahadi zote zile za siku 100 ambazo Mheshimiwa Rais aliahidi katika mikutano ya kampeni, kwenda kuona zimetekelezwa au zinatekelezwa au zina mkakati gani wa kuweza kutekelezwa, kwa sababu zipo ahadi ambazo zimetekelezwa kwa 100%, lakini zipo ahadi ambazo zipo katika mchakato zinaendelea, na nyingine nafikiri zitakamilika kabla ya hizo siku 100 kuweza kupita. Katika kipindi hiki ambacho baadhi ya watu wameamua kutoa kauli zenye kupotosha, kukatisha tamaa wananchi au kujaribu kuchafua juhudi kubwa zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6, serikali ya Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi kinasimama imara na kusema wazi kwamba hatutaruhusu historia, ukweli na mafanikio ya taifa letu yachafuliwe kirahisi na kupotoshwa kwa maslahi ya watu binafsi au maslahi ya kisiasa. Sisi sote hapa ni mashahidi kwamba Chama cha Mapinduzi tangu kuasisiwa kwake mwaka 1977 tarehe 5 ya mwezi wa pili kimekuwa chama ambacho kimekuwa chama kiongozi. Tumeona wakati chama kinaundwa, tangu tunapata uhuru, tuliangalia tulikuwa na vyuo vingapi, leo tuna vyuo vingapi. Tulikuwa na shule ngapi na leo ukilinganisha tuna shule ngapi. Kilomita za barabara ukiangalia zilikuwa ngapi na leo zipo ngapi. Kwa hiyo unaweza ukaona mageuzi na mapinduzi makubwa ya kimaendeleo ambayo yamefanywa na Chama cha Mapinduzi. Lakini ukiangalia katika nishati, mfano, vijiji vyote havikuwa na umeme mwaka 77. Leo tuna vijiji vyote nchini vina umeme, na tumeanza kupeleka umeme ngazi ya vitongoji, na kufika mwaka 2030 kwamba vitongoji vyote Tanzania vitakuwa na umeme. Sasa ukienda kwenye sekta ya afya, kulikuwa na huduma za kibingwa hazipatikani hapa nchini mpaka uende nje ya nchi. Hatukuwa na vifaa vya kisasa ikiwemo MRI machine, CT scan, digital x-ray machine, zilikuwa hazipo. Lakini leo vifaa hivyo tunavyo. Hospitali zetu zinatibu hapa, tunao madokta ambao ni mabingwa na wabobezi katika fani mbalimbali. Sasa anapotokea mtu au watu au kundi la watu likajaribu kufifisha jitihada hizi, sisi kama chama tutawakumbusha Watanzania kwamba taifa lilitoka wapi, liko wapi na linakwenda wapi, na wao kwa kuwa wanajua, ninaamini kwamba watakuwa ni mashahidi wazuri wa kujua kwamba nchi ilipotoka, ilipo na inapokwenda, kwamba Chama cha Mapinduzi kimeweza kufanya kazi kubwa. Lakini niseme ziara yangu hii ya Singida ni jukwaa la kuwasikiliza wananchi wote. Tutasikiliza kila mwananchi mwenye changamoto, mwenye kero. Mwananchi yoyote kama yupo anaonewa kwa namna yoyote, wajibu wetu kama chama ni kwenda kusikiliza umma unatuambia nini. Kwa sababu katika ahadi zetu sisi za wanachama pia tunasema tunaamini kwamba watu wote ni sawa. Hakuna aliye mkubwa, aliye mdogo. Wote tunalingana na wote ni sawa, hivyo lazima tuweze kutendeana utu. Hivyo nitumie fursa hii kualika pia wananchi wa mkoa wa Singida ambao wana changamoto mbalimbali waweze kujitokeza, waweze kufika, na sisi tutaweza kuwasikiliza na kuweza kutatua changamoto zao ambazo watakuwa nazo. Lakini jambo lingine ambalo ninapenda kulizungumza hapa, chama chetu cha Mapinduzi kinaamini kuwa siasa za kitaifa hazipaswi kuendeshwa kwa jazba, hazipaswi kuendeshwa kwa lawama au maneno ya kukatisha tamaa, bali siasa zetu za vyama vyote inabidi ziongozwe kwa hoja, ukweli na dhamira ya kulijenga taifa letu. Chama makini na chama imara hakikimbii hoja, hakikwepi mijadala, bali kinaungana na wananchi kuweza kusikiliza, lakini kuhakikisha siasa inafanyika katika kuwaletea wananchi maendeleo na sio kuleta madhira au madhara kwa umma. Kwa nini nasema kauli hii? Vipo baadhi ya vyama vya siasa ambavyo
kazi yao kubwa ni upotoshaji, kudandia ajenda zisizo na msingi, kuligawa taifa, lakini kutokuwa wa kweli. Hivyo nitumie fursa hii kuomba vyama vyote vya siasa tukiongozwa na Chama cha Mapinduzi twende kwenye mijadala ya hoja, ya kujenga hoja. Siasa ni pamoja na kusikilizana, ila chama chochote kinachokimbia mijadala, maana yake hicho chama kimekufa. Na vyama hivyo vipo, na vingine mnasikia havitaki maridhiano, vinasema hatutaki kukaa meza moja. Sasa hawa ajenda yao sio njema kwa taifa hili. Hivyo niombe Watanzania waweze kujinasibisha na vyama ambavyo vimebeba ajenda za maendeleo, ajenda za amani, ajenda za umoja na mshikamano ambao utaleta ustawi katika maendeleo yetu. Lakini jambo lingine katika ziara hii ambayo ninakwenda kuifanya kama mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kuwahamasisha wanachama na wananchi kusimama imara: moja, kulinda chama chao; pili, kulinda serikali na taifa lao; lakini tatu, kwenda kuchochea amani, umoja, upendo na mshikamano ndani ya taifa letu, lakini tukisukumwa na dhamira ya dhati ya kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Chama cha Mapinduzi kinaendelea kusonga mbele kikiwa imara na madhubuti, chenye dira na chenye dhamira isiyoyumba ya kuwatumikia Watanzania. CCM haijengwi kwa maneno. CCM inajengwa kwa vitendo, na vitendo vinaonekana kwa kazi kubwa ambayo Chama cha Mapinduzi kimefanya ndani ya taifa letu katika kipindi chote ambacho kimepewa fursa na wananchi ya kutoa uongozi ndani ya taifa hili. Lakini jambo lingine, siasa ya nchi yetu inazidi kuimarika na kukubalika ndani na nje ya nchi yetu. Na ndio maana katika sekta mbalimbali kumekuwa na mapinduzi makubwa ya uchumi na ukuaji katika baadhi ya maeneo. Mfano, tukianza na TRA, tunapenda moja, kwanza kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa kamishna wa TRA. Tunatoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha mifumo ya kikodi nchini ambayo imetoa na kuwezesha ukuaji wa shughuli za kiuchumi, kuimarika kwa uhusiano kati ya TRA na wafanyabiashara, lakini kuongezeka kwa makusanyo ya kodi hapa nchini. Makusanyo ya TRA kwa miezi sita ya kuanzia Julai mpaka Disemba 2025 yamekuwa ni shilingi trilioni 3.1 kwa wastani kwa kila mwezi. Na hii kipekee kwa mwezi Disemba ambao tumeumaliza, makusanyo yalikuwa ni shilingi trilioni 4.13, kiasi kikubwa zaidi kukusanywa na TRA. Sasa mnaweza mkaona mambo haya yanawezekana kwa nini? Moja, kwa sababu nchi na utulivu, nchi na uongozi imara, lakini Watanzania wanafanya biashara zao kwa ukubwa, na ndio maana leo tunaweza tukakusanya fedha nyingi namna hii. Lakini makusanyo ya forodha bandari ni wastani wa shilingi trilioni 1.2 kwa mwezi kutoka bilioni 800 kwa mwezi, ambapo ni ongezeko la wastani wa shilingi bilioni 800. Lakini kumekuwa na uwekezaji wa bandari umeongezeka, shughuli za kiuchumi za ndani zilizoongezeka, makusanyo ya kodi pamoja na uhudumiaji wa meli na makasha ulioongezeka kwa asilimia 34 ndani ya miezi sita. Lakini pia huduma za TRA kwa wafanyabiashara zimeimarika. Mheshimiwa Rais amewekeza kwa kuongeza ajira TRA pamoja na idara nyingine. Aidha, amewekeza katika mifumo ya forodha ya TRA ya TANSIS pamoja na sasa mfumo wa usimamizi wa kodi wa TRA, kodi za ndani unaoitwa IDRAS, unaenda kurahisisha ulipaji wa kodi, kuondoa usumbufu, kuondoa ulazima wa kufika ofisi za TRA. Ndio ile ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa anasema mifumo isomane, kwamba popote unapokuwepo unaweza ukafanya shughuli fulani na ikaenda kusomana na shughuli nyingine na mambo yakakaa vizuri. Lakini uwekezaji wote huu una lengo la kuwezesha na kukuza biashara ili kuweza kuleta unafuu wa maisha kwa Watanzania. Lakini sambamba na hilo, ili kuendelea kuwezesha biashara nchini hususan za Watanzania, tuwatake Wizara ya Biashara na taasisi nyingine kuendelea kusimamia kanuni za kulinda biashara zinazopaswa kufanywa na Watanzania ili Watanzania waweze kupata fedha. Lakini jambo lingine, katika sekta ya utalii kumekuwa na ongezeko kubwa la mapato katika sekta ya utalii. Moja, kumekuwa na mafanikio. Tanzania imetangazwa kuwa mshindi wa tuzo za World Leading Safari Destination 2025 na World Leading National Park
Serengeti katika tuzo za kimataifa za utalii zilizotolewa na World Travel Awards kwa mwaka 2025, na Mheshimiwa Rais aliweza kuzipokea kupitia waziri Mheshimiwa Ashatu Kijaji. Lakini pia katika sekta ya utalii tumeendelea kuhamasisha uwekezaji katika sekta na huduma ya malazi nchini, ambapo idadi ya vyumba vya kulala wageni katika sekta ya utalii vimeongezeka kutoka 122 mwaka 21 hadi 147 kwa mwaka 2025, sawa na ongezeko la takribani 20.4. Maana yake uwekezaji umeongezeka kwa asilimia kubwa. Watu wanajenga hotel, watu wanajenga lodge, na Watanzania wanaendelea kunufaika na matunda ya utalii. Aidha, idadi ya vitanda imeongezeka kutoka 132 mwaka 21 hadi kufikia 158 mwaka 2025, sawa na ongezeko la 19.4. Lakini pia kuimarika kwa zao la utalii wa matukio na mikutano nchini, MICE Tourism, ambapo Tanzania imekuwa mwenyeji wa jukwaa la utalii wa vyakula la shirika la utalii duniani pamoja na tuzo za World Travel Awards WTA kanda ya Afrika Mashariki. Sasa utalii unapokuwa, nchi yetu inapata faida kubwa, lakini inasikitisha kuona tuna Watanzania ambao wanaichafua nchi yetu na kuzuia watalii wasije ndani ya nchi. Moja, wewe kama Mtanzania unapozuia watalii wasije, maana yake unatuma ujumbe kwamba Watanzania wakose ajira, waliowekeza kwenye utalii wapate umasikini. Lakini dhamira yako inakuwa ni nini? Huangalii kwamba unapoteza ajira ngapi. Mimi nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Arusha pato lake kubwa ni utalii. Wapo vijana ambao ni madereva, wapo matua guide, wapo wamiliki wa hoteli na lodge, wapo wafanyakazi, wapo wakulima, wafugaji, ambao hawa wote mnyororo wao wa thamani ni mgeni anapoingia ndani ya ardhi ya Tanzania. Mkulima atalima, atauza mboga mboga. Mfugaji atauza mayai, atauza kuku, mtalii atapata nyama. Ukienda kwa mmiliki wa hoteli atalipwa fedha, yeye atapata fedha, wafanyakazi walioajiri kwenye hoteli watapata fedha, watatunza watoto wao. Ukienda kwa madereva watapata ajira, watatunza watoto wao. Matua guide, mtalii anapokuja wanaingiza kipato. Lakini leo anasimama Mtanzania mmoja, na kuna baadhi ya vyama vya siasa vinaunga mkono kwamba watalii wasije. Je, dhamira yao ni nini? Ni kumwangamiza huyu Mtanzania au dhamira yao ni kumkomoa mtu fulani? Kwa hivyo niseme tu kwamba fursa ambazo zinatengenezwa na serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ni fursa ambazo zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Hivyo tuombe Watanzania wafungue macho, wafungue masikio, waone dhamira njema ya serikali ya Chama cha Mapinduzi katika kuwaletea maendeleo. Wapo wanaharakati ambao wanalipwa fedha, wanaamua kuchafua nchi, na wanaoumia ni Watanzania sisi, sio watu wengine. Hivyo tuungane kulinda taifa letu na tuwapuuze wale wote ambao wanatumwa au wanajituma kuweza kuangamiza nchi yetu. Hapa ni nyumbani kwetu na hatuna nyumba nyingine. Hivyo tusikubali hata siku moja kushirikiana na watu ambao dhamira zao ni kwenda kuharibu taswira, heshima na thamani ya utu ambao tuko nao leo. Lakini tukienda katika bandari, toka uwekezaji wa bandari ufanyike Dar es Salaam, ufanisi umekuwa ukiongezeka kila siku katika kuhudumia mizigo ya aina tofauti. Kwa kipindi cha Julai mpaka Disemba 2025 ukilinganisha na Julai mpaka Disemba 2024, kumekuwa na ufanisi na maongezeko kama ifuatavyo. Bandari imepokea veso 453 hadi kufikia veso 578 kwa mwaka 25, sawa sawa na ukuaji wa 28%. Lakini tulipokea kontena 167,019. Sasa ongezeko, sasa hivi tunapokea kontena mpaka 223,378 ambao ni ukuaji wa 34%. Lakini magari yalikuwa 101,588. Sasa tumekuwa na ongezeko la magari 167,019 ambao ni ukuaji wa 6%. Lakini dry bulk cargo kutoka milioni 1,648,746 hadi kufikia milioni 249,471 sawa sawa na ongezeko na ukuaji wa 24%. Kwa hiyo unaweza ukaona ufanisi mzuri wa bandari, ambao bandari inapofanya vizuri na mapato yanaongezeka, na mapato hayo ndio yanakwenda
kufanya kazi tofauti katika nchi yetu, ikiwemo kuongeza uzalishaji katika sekta ya maji, lakini kwenda kukuza sekta ya nishati, kupeleka umeme mpaka vijijini, mpaka kwenye vitongoji, lakini sambamba na hilo ujenzi wa miundombinu ya barabara. Ndani ya nchi yetu sasa hivi utaona kila sehemu unayopita barabara zinajengwa, madaraja yanajengwa, Dar es Salaam inafumuliwa, mwendokasi zinajengwa. Kwa nini? Kwa sababu tuna mapato ambayo yameongezeka, ambayo yanaenda kuleta maendeleo ndani ya taifa letu. Sekta ya afya nimezungumza. Tumeona tuna ongezeko la vifaa tiba, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa na matibabu mengi ya kibingwa sasa yanafanyika nchini, ambapo yamepunguza gharama kubwa ya mwananchi kutoa fedha kwenda kulipia hospitali nje ya nchi. Lakini katika sekta ya elimu, waandishi wa habari ni mashahidi, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la madarasa, shule za msingi, shule za sekondari, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akaanzisha elimu ya amali, shule ambao mtu anajifunza, anapata ujuzi, baada ya hapo anaenda kujiajiri yeye mwenyewe au kwenda kuajiriwa. Lakini kumekuwa na ujenzi wa shule za kila mkoa ambazo zinatoa elimu ya sayansi, na hizi zimejengwa katika nchi nzima. Hivyo nitumie fursa hii kuwaeleza Watanzania kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya katiba ya nchi yetu. Lakini tutakwenda kama chama kuisimamia serikali kuhakikisha yote yaliyoahidiwa yanakwenda kukamilika kwa umma. Lakini kama chama tutakwenda kusikiliza kero za wananchi wetu, kwenda kujua nini kinawasumbua, na yale wanaotaka kutuambia tutakwenda kuwasikiliza. Lakini ziara hii itakuwa ni ya tofauti kidogo. Tutakwenda mpaka ngazi ya mashina. Tukiingia wilaya moja, baada ya kupokelewa, tutaenda kufanya vikao vyetu vya ndani. Tutakwenda kukutana na mabalozi na viongozi wa mashina na kamati za mashina, kwa sababu Chama cha Mapinduzi, mtu anaweza akajiuliza, CCM inashindaje? CCM ipoje? Sisi tuna mifumo mpaka kwenye mashina, wenzetu hawana. Sisi tuna balozi, vyama vingine hawana balozi. Sisi tuna uongozi wa tawi, vyama vingine havina matawi. Tuna uongozi wa kata, vingine havina hata hizo kata. Tuna wilaya, tuna